katika fikra za ufalme. Vita vya kifikra katika ufalme. Vita vya kifikra katika ufalme. Natamani mpendwa katika Bwana, hata kama utashindwa kukumbuka yote nitakayoongea leo, hilo somo kumbuka. Usiwe mtu ambaye umekaa kanisani alafu mambo yote unayosikia yanateleza. Hiyo ni laana. Kuwa mtu ambaye unaweza kukumbuka. Tunaongea kuhusu vita katika fikra za kifalme. Vita katika fikra za kifalme. Battles in the kingdom mindset. Vita katika fikra za kifalme. Mpendwa katika Bwana, tumeitwa kwenye wokovu. Bahati mbaya, unapookoka unaingia kwenye vita. Vita tena ndio unaandikishwa kama mpiganaji. Hiyo ni bahati mbaya sana. Kwa hiyo mtu alikwambia kwamba ukiokoka sasa ndio umekuwa umekaa, hapana. Kwa sababu unamtangazia shetani vita vya kiroho. Mungu ameleta ufalme wa mbinguni duniani. Ameuletaje? Hiki kitabu unachokiona hiki cheusi ni katiba. Watu wanasema nataka katiba mpya, katiba mpya. Katiba yetu sisi watu wa mbinguni ni hiki kitabu. Kwa hiyo tunaposema soma kitabu cha Mathayo sura ya ngapi mstari ngapi, maana nenda kaangalie katiba katika sura fulani mstari fulani nasemaje? Katiba ni makubaliano kati ya Mungu na nani? Na wanadamu. Lakini bahati mbaya kuna adui ambaye amekaa katikati, anapingana na chochote Mungu alichosema juu ya maisha yako. Kwa Yesu akaja na msemo mmoja ambao natamani ujue asubuhi ya leo. Ni maelekezo maalum unatakiwa uelewe. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari wa 12. Sikiliza kwa makini sana. Natamani uelewe mstari. Leo tutakwenda nao sana sehemu hiyo. Anasema hivi, hapa unaweza kuona vizuri zaidi, sio ile nyeusi na nyeupe ndio nzuri zaidi? Eti kule nyuma mnaona hapo? Yani ile hii sio nzuri. Kwa screen sidhani kama itatusaidia sana. Inakuwa imekaa vizuri kimapambo lakini imsaidii mtu. Sawa, anasema kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12. Sikiza kwa makini, natamani ushike ule vizuri. Anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa. Tangu lini? Siku za Yohana Mbatizaji hata leo, mpaka leo. Anasema ufalme wa Mungu au wa mbinguni upatikana kwa nguvu. Rabo sekorianda rabashe. Na anasema na hao wenye nguvu ndio watakaoteka. Kwa ina maana ili kuweza kupokea ahadi za Mungu lazima kuna mapambano makubwa. Nilitoka kwenye ibada asubuhi leo. Nimefika nyumbani kwangu hapo, nikasikia tumbo la miujiza. Nikasema nasimamaje kwenye ibada? Nikasema nasimamaje? Akili yangu ndio fundisho darasani inaniambia chukua dawa. Ndani ya kwangu neno la Mungu nasema kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimefanya nini? Pona. Nisikie nani? Akaambia shetani umekosea njia. Nikaenda kwenye magoti. Tumbo, maumivu yoyote out. Baada ya dakika chache niko mzima mpaka sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kuhusu mapambano. Shetani hataacha upate baraka zako hivi hivi. Ni vita. Anasema ufalme ili upate baraka za Mungu. Anasema ngoja sikiza kwa makini. Tunasema mwakani mwaka wetu wa nini? Mwaka wetu wa nini? Mwaka wangu wa kupata utajiri. Usisani itakuja tu. Lazima upambane. Biashara utaanza itaanguka. Utafanya hiki kitashindwa. Lakini naomba nikwambie ukingana na Mungu, kwa sababu Bwana amesema Mungu anakupa utajiri. Kwa inabidi upambane. Labda nitoe mfano. Najua hapa nikitoa sieleweki. Sesi yuko wapi? Walikuwa hapa asubuhi na yule kijana mwingine nani? Sesi yuko wapi? Na yule kijana yuko wapi? Yuko wapi Jofu? Yuko wapi? Haya, wewe mwenyewe ulikuwepo. Njoni hapa, nitoe mfano mnielewe vizuri. Njoni wote wawili. Naomba vijana wengine wawili wenye nguvu. Wanataka hela ya sikukuu. Wawili. Wa kike na wa kiume wengine.
Nataka waje, mnielewe nataka kusema nini. Sikiza kwa makini. Sawa? Wawili waje. Natakiwa nyi wawili mwazuie wasipate hela yao. Sawa, wewe utapambana na huyu. Wewe hakikisha apate. Ukimzuia itakuwa ya kwako akishindwa. Na wewe ukimzuia itakuwa ya kwako. Ila akija yeye akishinda hapa, kaa kule, rudi nyuma kidogo. Rudi nyuma. Nataka nitoe mfano mnielewe. Rudi nyuma. La, rudi nyuma, yani rudi nyuma, yani rudi nyuma kidogo. Haya, wewe simama hapo, wewe simama hapo. Nataka mnielewe kwa sababu hili somo nikieleza, sikiliza kwa makini. Hii hela unaiona? Hii ni neno la Mungu. Linakwambia mimi ni Bwana nikuponyaye. Mungu amekwambia, anakwambia kabisa. Lakini shetani anakuja anasema hamna kupata uponyaji. Sikiliza kwa makini, nakupa mfano unielewe. Anasema nitakupa mahitaji yako unayohitaji yote. Shetani anakuja anasema hakuna, wewe utakaa na njaa. Sasa hii hela ndio Mungu ametoa. Haya, hii hela jamani ni kwa ajili ya mtu, watoto wangu. Hii hela kwa ajili ya sikukuu. Sawa? Yaani hapa ukibeba ya kwako. Kwa kuna timu inazuia watu wasipate na wengine wanataka. Kwa unaumwa tumbo, unaumwa kifua. Wameniambia maji yamejaa. Biblia inasema kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Shetani anakuambia wewe utakufa wewe. Kwa hapa kuna shetani sijui ni yupi. Alafu kuna watoto wa Mungu. Kwa Mungu ametoa ahadi. Biblia imejaa ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu ni baraka. Kwa Mungu amekaa juu. Wanangu, hela hii hapa. Haya, 1 2 3. Mtakavyowahi basi mtaipata. Wanangu, njoni mchukue. Wanangu, njoni mchukue. Haya, mechi inaelekea kuisha sasa. Njoni mchukue. Uponyaji wa bure. Baraka za bure. Krismasi hiyo. Haya, mmeshindwa basi. Haya, waje. Haya, njoo na mwenzako sasa, nimeshinda 5,000 yako na wewe 5,000 yako basi. Wameshinda. Nataka kuongea nini? Tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka leo lazima upambane. Nikwambia barikiwa sana, napokea baraka inakuja tu na meza kama mkate na marage. No, lazima uende kwenye maombi. Baba, katika jina la Yesu umeniahidi. Baba, naomba unisaidie. Baba, ikibidi kufunga na kuomba, unaingia kwenye kufunga na kuomba. Kwa sababu Mungu ameahidi. Kwa Mungu anakuangalia wewe. Anasema toka enzi za Yohana Mbatizaji mpaka sasa, mambo ya ufalme wa Mungu, ahadi za Mungu, uponyaji, mambo ya miujiza, kufanikiwa kifedha, kufanikiwa kiuchumi, kufanikiwa katika jambo lote, lazima upambane. Haviji hivi kwa kukaa. Kama ukisubaa utakosa. Kila siku zako unakuja namshukuru Mungu, namtukuza Baba, nilikuwa na ugonjwa, nimepona. Wewe unabaki siku na ugonjwa wako. Mimi ni marehemu mtarajiwa. Chinga hali ya juu wewe. Pambana! Kwa sababu Mungu amekupa neema ya uponyaji, lakini inabidi upambane uweze kupata. Ukikaa kimya shetani anakumaliza, kwa sababu adui, kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema kwamba adui haji ila kuchinja, kuua na kuharibu. Kwa wakati wanasema Mungu nisaidie, Mungu nakwenda, adui anakuja. Hautoki hapa. Simuona jamaa alipopigana na wanaume hapa. Mpaka nikasema walokole wakali hawa. Ndakupa zawadi yako bwana. Jina ndio ushiriki, tutawapa zawadi. Jitahidi. Naomba nikwambie, utakatifu, maisha ya kiroho sio mchezo. Usiseme tunakuja hapa kuhubiri. Pokea, I receive. Una receive kutoka wapi? Pokea uponyaji. Sio kirahisi namna hiyo. Anasema toka enzi, rudi kule nyuma tafadhali. 11:12. Anasema toka enzi za zamani, toka enzi ya Yohana Mbatizaji. Ngoja nikwambie, huko nyuma sijui kukuwa na nini, lakini anasema toka enzi za Yohana Mbatizaji mpaka leo, ili kupata mambo usije ukaona unaanza biashara inafanikiwa, kuna gharama. Usije ukaona unakuja kanisani kuhubiri. Naweza ngoja huu mfano niliotoa sasa hivi, nilikuwa naenda kuoga, nikatoka nikaenda kupiga magoti. Roho Mtakatifu kaniambia toa mfano watakuelewa. Kuna gharama. Mambo haendi
hivi hivi, sio hivi hivi, sio kimya kimya. Lazima kuna namna unaingia katika kumtafuta Mungu na kutafuta uso wa Mungu ili Mungu afanye. Vinginevyo mpendwa katika Bwana, utakuwa unasikia tu habari kwa wenzako, utakuwa unasikia tu news, gari inapita na moshi unaona tu, lakini upati chochote, kwa sababu ni vita. Na vita yetu tutajifunza vinatokea wapi, sio vita vya kawaida. Usione wengine hapa, na wengine wanaanza kushuhudia toka mtu nazaliwa, unaambiwa utakuwa kichaa, kwa sababu nilianguka sehemu ambayo ni mbaya sana, kwa kichwa changu mimi kikatwa. Mengine sikwambii, lakini nilibadilisha hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Toka tunasoma sekondari tukaambiwa nyinyi hauwezi kufanya chochote kwa sababu unapigwa ni ugonjwa ambao huwezi kusoma. Unaanza maisha unaambiwa huwezi kupata ajira ya serikali kwa sababu hii na hii, lakini unaingia kwenye magoti. Baba, katika jina la Yesu, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, ninakataa magonjwa. Umesema utanipa haja za moyo wangu. Umesema kwamba alikuwa mdogo mpaka mkubwa, hujamwona mwenye yake akiachwa wala tutoke ukiona barabarani. Bwana Yesu, ulipita, kila ulipopita ulitenda miujiza. Leo ninaomba huu ugonjwa uniachie, uniachie, uniachie. Unaendelea usiku na mchana. Naomba nikwambie, haitapita muda utashangaa ugonjwa umeondoka, mpaka utasahau nilikuwa naumwa na mimi. Kuna mmoja alikuja kushuhudia hapa siku nyingi, akasema hivi nilikuwa nimesahau hata kama nilikuwa naumwa, lakini mimi nilikuwa ni mtu mgonjwa kila wakati. Sasa tatizo linalokuja, wengi baada ya kuwa Mungu amewaponya wanaacha kuja kanisani. Mpendwa katika Bwana, shetani hana huruma na mtu. Waweza kushuhudia ukaamua kuendelea na maisha yako na atakumaliza kule kule unakokwenda. Kama umeamua kutembea na Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amua kusimama. Vita vitaisha. Haya ni mapambano mpaka Yesu anarudi. Anasema tangu enzi ya Yohana Mbatizaji kuna watu wanazuia watu wasipate baraka za Mungu, wasipate wokovu, wasipate miujiza, wasipate kazi, wasipate baraka kwenye biashara, wasipate kupona magonjwa. Anasema kuna mtu anazuia, anaitwa shetani. Sasa ili kuweza kumzuia shetani unatakiwa upigane vita. Nisikize kwa makini. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na 15, Yesu anaendelea kusisitiza juu ya somo hili. Nataka tusome pamoja. Yohana 3:13 mpaka 13 mpaka 14. Anasema Yohana 3:14-15, samani. Yohana 3. Sikiza kwa makini. Anasema ni kama vile Musa alivyomwinua nyoka kule jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Sikiza kwa makini. Rabo sekoria na rabashe mekeze renderebosha mozakaria na rabase. Nisikize kwa makini. Wakati wanasafiri wana Israeli, kitabu cha Kutoka sura ya 11, nataka kuelezea mstari. Walipokuwa wanatembea wakakutana na nyoka wakali, nyoka wenye midomo mekundu. Umeshakuona nyoka mwenye midomo mekundu? Bwana Yesu asifiwe. Wale wanatoka kule Mtwara, wangapi wa Mtwara huko? Mungu awabariki. Nilikutana nao Mtwara mimi. Kuna nyoka wenye midomo mekundu. Kwa hiyo ndio maana kuna ushirikina wale ya juu sana kule. Kwa hiyo walipokuwa wanatembea wanasafiri, wakatokea nyoka chini wenye midomo mekundu. Wakaanza kudonoa watu, wakaanza kuuma watu. Ukiumwa unakufa hapo hapo, unanyosha miguu unaondoka. Musa, watu wakamlilia Musa, tunafanyeje hapa? Ndio hii story anayopiga Bwana, anaongea Bwana Yesu hapa. Musa, tunafanyeje hapa? Musa akaenda kumlilia Bwana, hii ngoma watu wanakufa, tunafanyeje? Mungu akamwambia Musa, inua nyoka wa shaba. Mtu yoyote atakayemwangalia nyoka wa shaba atapona. Ukishindwa kumwangalia nyoka wa shaba unakufa. Musa akachukua nyoka wa shaba akamweka juu. Ndio maana ukiangalia katika makampuni mengi ya hospitali wanamweka nyoka wa shaba, maana yake ni uponyaji. Kwa watu waliokuwa wanakwenda pale wanatembea, ukitaka kumwona nyoka anapita, unatakiwa tu angalie nyoka wa shaba. Ukinama tu umelala. Sijui kama unanielewa. Kwa watu wote unakuta huko analia, mama wewe nakufa, mtoto wako analia, inabidi tu angalie nyoka wa shaba, usiangalie mtoto analia. Musa akamunua nyoka wa shaba. Nyoka wa shaba ukimtazama unapona.
ukiangalia chini imekula kwako. Kwa msalaba ukawekwa pale, akawa ni nyoka ambaye amesimama kwa ajili ya uponyaji. Ukimtazama tu nyoka akipita atakupandia, lakini hufi, ila ukiinama tu kwa heri. Wakafa watu zaidi ya 20,000 kwa sababu walishindwa kumwangalia nyoka wa shaba. Leo Yesu Kristo ameinuliwa, anakwambia mwanangu, usiogope magonjwa, mimi naponya. Unajua inabidi ujiongeze. Biblia inasema jisaidieni na mimi nitawasaidia. Biblia gani hiyo? Kanipe huo mstari. Hayo maneno yako mwenyewe unayatunga. Yesu hajawahi kusema hivyo. Mategemeo yetu, matamanio yetu ni Mungu. Hakuna mwingine wa kutusaidia. Kwa unatakiwa uangalie msalaba tu, usiangalie kwingine. Ukianza kuangalia maisha, ukianza kuangalia matatizo, naomba nikwambie utabaki chini. Kama umeamua kwenda njia hii, amua kumtafuta Yesu tu na mtegemee katika yote. Ugonjwa utakuachia, maradhi yatakuachia, maumivu yatakuachia, shida zitakuachia, wanakutafuta watakukimbia, kwa sababu Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Kama nyoka, anasema kama vile Musa alivyomwinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Yesu ameinuliwa, ameinuliwa zaidi, na ndio maana kuna wimbo tunawimba, ameinuliwa zaidi juu ya kila kitu, juu ya jambo lolote. Hakuna shida, hakuna tatizo Yesu aliwezi. Mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Petro, kitabu cha Marko, akamwona Yesu anatembea juu ya maji akaambia, Bwana, na mimi nataka kuja. Akashuka kwenye boti, akaanza kutembea kwenye maji, anatembea anamwangalia Yesu. Baadaye akasikia mawimbi yanalia huko, akageuka. Alipogeuka tu akaanza kuzama, anaangalia mawimbi, anajaribu kuogelea kwa sababu yeye ni muogeleaji. Baadaye akageuka kwa Yesu, Yesu nisaidie. Yesu akamwambia, njoo. Mpendwa katika Bwana, umeokoka, lakini maisha yana matatizo mengi. Kuna vitu vingi vinakutafuta. Usiangalie matatizo na yale majaribu na vitu vinavyokujia, mwangalie Yesu. Yesu anaweza. Bwana Yesu ni mwaminifu. Angalia msalaba, usiangalie kelele za watu, usiangalie maneno ya watu mtaani, watakudanganya, watakupoteza. Angalia Yesu anasemaje. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu rabo sakorianda raba ndio watapona, na hao wenye nguvu riba second rebosha ndio watakopata utajiri, na hao wenye nguvu reme zakorianda rabashe ndio watapata ulinzi. Lakini wajinga, ufalme wa mbinguni sio kwa ajili ya wajinga wala wazembe. Ni mtu ambaye yuko tayari kumwomba Mungu kwa gharama yoyote, kumwomba Mungu mpaka ameona matokeo ya kile alichokisema, kumwambia Mungu, mimi sifi kijana, nataka kufa kwa wakati wangu na sitakufa kwa magonjwa. Inahitaji kiburi cha kiroho. Ninaongea somo linaitwa vita katika fikra za ufalme wa Mungu. Napoenda ndani sasa, maeneo makubwa ambayo tunatakiwa tuangalie ni kwamba ufalme wa Mungu ambao tunautangaza habari za Yesu umezungukwa na maadui wengi. Adui wa kwanza wa ufalme wa mbinguni ni mawazo yako. Adui wa kwanza wa ufalme wa mbinguni ni mawazo yako. Ukiwa na mawazo ya hovyo, utaishi hovyo na utakuwa mtu wa hovyo. Mawazo yanatokea na nini? Watu unaokutana nao, watu wanaokupigia simu. Mtu mmoja juzi akaniambia nikiona mke wangu anatembea na chaja kila siku simuoi. Ina maana ni mwongeaji sana mpaka simu inaisha chaja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani asubuhi unatoka na chaja, mchana unatafuta chaja tena. Ina maana story muda wako wote ni story. Ina maana akili yako inajengwa na vitu gani mpaka unafika hatua huwezi kuchaji mara moja? Na maana kila saa inabidi upige simu. Sasa siongee kuhusu hilo, ninaongea kuhusu hapa. Ukikosea unachokiingiza kichwani. Ndio maana wakati mwingine unapoenda kwenye misiba inabidi uwe makini.
Kwa sababu kwenye misiba ndipo unakupewa taarifa, babu aitaka tukanyage wapi, aibidi tupite hapa, babu yako alikuwa hivi, unaanza kupokea. Alafu ukitoka kule unashangaa ule ugonjwa ambao ulikuwa umeshapona unaanza kurudi. Unapoenda kwenye misiba lazima ujipange vizuri. Lazima useme kama ni vita yote nakemea mapepo yote. Lazima akili yako imekaa vizuri, kwa sababu kwenye misiba ndio unabeba mavitu. Kwenye misiba ndio mizimu inakuja. Ndipo watu wanapongelea mambo mbalimbali. Sijasema usiende kwenye msiba, lakini unapoenda kwenye msiba nenda ukiwa na akili umenyoka. Usiende ukiwa unakisia kisia. Kwa sababu ndiko vita inakotokea. Kwa vita ya kwanza mwanadamu, vita ya kwanza Mkristo inatokea kwenye akili yake. Ndio maana niliwasisitiza wiki iliyopita, naomba Mkristo ambaye hana Biblia ni Mkristo aliyekufa. Utakasirika, ndio ukweli. Kwa sababu nini kinachojaza akili yako? Utajaa na umbea, utajaa na maneno ya watu, utajaa na maelekezo ya wanadamu, alafu utashindwa kumwangalia huyu Yesu. Yesu aongei leo umuone, anaongea kupitia neno lake. Ndio maana tunakuja kanisani. Ndio maana tunakuja kuomba. Kwa sababu Bwana Yesu anaongea na akili yako. Tusome kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Anasemaje? Anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, ingawa tunatembea, tunakaa, tunadunda na kadhalika, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Vita vyetu sisi sio kama walivyokuwa wanafanya wa jamaa hapa, wanapambana, wanatafuta hela. Vita vyetu sisi ni vya kiroho. Sikiliza, endelea mstari wa 4. Anasema, maana silaha za vita vyetu si vya mwili. Sio kama jamaa alikuwa anashikana hapa. Anasema sio vya mwili, bali vina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Silaha zetu si mdomo wako unapoenda mbele za Baba. Baba, katika jina la Yesu ninapangua ile ratiba, ninapangua yale maneno, ninapangua ile barua, ninafuta maelekezo, ninaamua Baba katika jina la Yesu, chochote kinachopingana na mimi ninakifuta. Hiyo ndio vita. Anasema unapotamka hivyo unajenga silaha ambayo inapewa uwezo katika Mungu kuangusha mambo. Atupigani vita vya mwilini. Ndio maana wiki iliyopita nilikwambia usipigane na mtu yoyote, wala usimchukie mwanadamu yoyote. Never! Kwa sababu sio yeye. Usidhubutu kumchukia mwanadamu. Huyo ndo atakusaidia kesho. Ila adui aliyomo ndani yake, Shetani ndo anamtumia mwanadamu, sio huyo mtu. Huyo mtu hana tatizo lolote. Waheshimu wanadamu wote. Usidhubutu kupambana na mwanadamu yoyote. Never! Hujapewa mamlaka hayo. Heshimu watu wote, ishi nao kwa amani, ila ndani yako jua huyu mtu hata kama ananifanyia baya sio yeye. Kuna roho ndani yake inaniletea matatizo. Mimi naenda kupambana na ile roho, ninaivunja. Huyu namuokoa, anamjua Kristo. Anasema kwamba vita vyetu sio katika mwili, bali kuna uwezo katika Mungu hata kuweza kuangusha nini? Ngome. Mstari wa 5 tumalizie. Anasema tukiangusha mawazo, riba seko riendara. Mawazo. Amekuja kanisani mtu leo amekaa hapo, nikimaliza ibada leo sijui malage yangu nani, sijui mandazi yangu yatauzika, sijui itakuaje. Mawazo. Lakini mtu ambaye anajua namna Mungu anasema, nimekuja kumwabudu Mungu leo, Mungu amesema atabariki kazi za mikono yangu, sina wasiwasi, nitamaliza ibada, nitaenda kufanya mambo mengine, Mungu atabariki katika jina la Yesu. Kwa sababu ameangusha mawazo. Na chochote kinachojiinua, kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kuna elimu inaitwa elimu ya Mungu, maana yake ni ahadi za Mungu kupitia maandiko. Kuna elimu inajiinua kinyume cha maelekezo ya Mungu na ahadi za Mungu. Ndio maana kama Mkristo inabidi usome sana neno la Mungu na ulielewe, likae katika moyo wako. Hudhuria ibada kupata maelekezo kuhusu neno la Mungu, likae katika moyo wako. Inapotokea vita, magonjwa, unakumbuka neno. Hivi Mungu amesemaje? Mimi ni Bwana nikuponyaye. Mimi ni okay. Zaburi 103 mstari wa 3. Ataondoa magonjwa yangu yote. Kwa ugonjwa kumbe hauna nguvu kuliko mimi. Lakini shetani anakuambia ule ugonjwa wako wa mgongo umerudi. Inakuwaje? Usisikilize kelele za shetani. Sikiliza sauti ya Mungu inasemaje juu ya kile kitu. Waweza kuwa umeanza biashara imegoma kabisa, haiendi. Naomba nikwambie usiogope unachokiona. Angalia ahadi za Mungu zimesemaje kuhusu ile biashara.
kila alifanyalo litafanikiwa. Atakuwa kama mtu uliopandwa pembeni ya maji, na kila alifanyalo litafanikiwa. Ndio neno la Mungu linasema hivyo. Anasema tukiangusha mawazo na kila kilichojinua kinyume cha elimu ya Mungu. Asubuhi leo ninatamani ubadilike namna unavyofikiri, namna unavyoangalia, ili uweze kupona. Jambo la pili, vita yetu ya kifalme ni juu ya kile Mungu amekusudia juu ya maisha yako. Kila mtu hapa alipo, Mungu amemwandalia kitu chema. Naomba nikwambie, wewe hujaumbwa kwa bahati mbaya. Umeumbwa kwa makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Na ajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo mema, sio mabaya, kukupa wewe matumaini siku zako za mwisho. Lakini shetani anatamani utoke nje. Sikiza kwa makini. Haijalishi mamba ana nguvu kiasi gani, mamba hana nguvu akiwa nje ya maji. Haijalishi treni la kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma linakimbia kwa masaa 2 kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, likiingia kwenye barabara ya lami aliendi kokote. Mungu alivyokuumba alikuandaa kwa ajili ya kitu fulani. Unapoenda kufanya kitu ambacho kuumbwa kwa ajili ya hicho, naomba nikwambie, unapoteza muda. Huwezi kufanikiwa. Ndege hawezi kufanikiwa akianza kutembea kama ng'ombe, na ng'ombe hawezi kufanikiwa akianza kuruka kama ndege. Kwa watu wengi wanaiga, wanafuata wengine wakoje, wanaamua kwenda kama no. Mungu amekuumba wewe kwa namna ya tofauti. Kuwa vile ulivyo, after muombe Mungu akwambie, kwa nini umeniumba kwa namna hii? Una makusudi gani? Uandae moyo wako. Kuna siku 2 kubwa za mwanadamu: siku uliyozaliwa, ndio maana tunasherehekea birthday, na siku ulipojua kwa nini umeumbwa. Natamani kama hujajua mpaka leo, pata muda wa kumtafuta Mungu. Mwambie, Baba, umeniumba kwa ajili ya nini? Kwa sababu shetani atafanya kila linalowezekana usijue umeumbwa kwa ajili ya nini. Alafu utamaliza miaka 80. Naomba nikwambie ukweli, wala sikufichi, ni bora ukaishi miaka 5 duniani ukafanya mambo makubwa kuliko ukaishi miaka 100 ukawa jitu la hovyo tu. Narudia tena, ni bora ukaishi duniani miaka 5 ukafanya mambo makubwa kuliko ukaishi miaka 100 alafu ukawa ni jitu la hovyo. Amua kujua kusudi na mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Usikubali kuishi kwa sababu unaishi. Pata muda wa kumuuliza Mungu, natakiwa mwaka 2026 nielekee wapi? Nifanye nini? Nahitaji msaada. Mungu anajibu. Mungu huwa hachelewi, na Mungu ni mwaminifu. Jambo la mwisho ni kitu tunakiita, jambo ambalo ni la msingi sana, ni kitu kinaitwa urithi. Nimekwambia cha kwanza, vita vya akili. Uko akilini, usiruhusu puuzi. Ukikosea ukaruhusu ujinga, utakuwa mjinga. Mmoja akaniambia, darasani sielewi kabisa. Nikamwambia, Yesu alisema utakuwa kichwa sio mkia. Basi wewe usihangaike, ameshasema. Wewe ukiona vinakuja mitaferi, mimi nitakuwa kichwa sio mkia. Amua kung'ang'ania na Yesu alichosema, sio unachokihisi wewe. No. Jambo la pili nimekwambia kwenye fahamu, huku kwenye kichwa. Cha pili nimekwambia vita yako inakwenda kwenye kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Cha tatu, vita yako inaenda kwenye urithi. Urithi ni nini? Yesu Kristo alikufa msalabani ili sisi tupone. Kwa kupigwa kwa Yesu sisi yeye alichubuliwa kwa ajili ya dhambi zetu, aliteswa kwa ajili ya laana yetu. Yesu alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Ndio maandiko yamesema hivyo. Magonjwa yanatoka wapi sasa? Kwa nini unakuwa mgonjwa na umeokoka? No. Umaskini unatoka wapi sasa? Kwa nini unakuwa maskini na umeokoka? No. Amua kubadilisha na kujua urithi wako kwa Mungu ni Mungu kukubariki, ila unahitaji uvumilivu. Chukua hatua kwa hatua. Usikose kanisani, usikose ibada, usikose maombi. Amua kutembea na Mungu, alafu tembea na Mungu, alafu muone Mungu kama ajibadilisha maisha yako ndani ya miaka 5. Lakini watu wengi wanataka Mungu express, chips za dakika 5, kuku wa miezi 3. Endelea kula, utamwona huyo Mungu ambaye tunataka kumuona. Sahau.
Mungu anakuhitaji wewe, anahitaji uwe na uvumilivu, anahitaji uendelee kumuomba hatua kwa hatua, atakwenda na wewe. Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 11. Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 11 unasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakamshinda kwa nini? Na kwa neno la ushuhuda wao, ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Sikiza kwa makini, nataka nikufundishe kitu. Kuna wakati unaingia kwenye nyumba ya mtu, unashangaa nywele zote zinasimuka, unamshukuru Mungu. Kuna nyumba nzito, yeye unaingia kwenye nyumba ya mtu, umeingia mwinama, umeingia tunda, unashangaa na nguvu yao viendani pamoja. Kwa ukikutana na mazingira kama hayo, ndani ya moyo wako ingia katika kutaja kitu nilichokwambia. Itia damu ya Yesu ndani ya moyo wako, hata kama utakuwa uko wapi, hata kama kwa chini chini, ita tu damu ya Yesu. Ita mara 7. Hapo utashangaa umepona. Utashangaa kuna amani. Kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Unaona kuna ajali mbele na kuja, damu ya Yesu, damu ya Yesu, kamata damu ya Yesu, damu ya Yesu, nenda mema kwa ajili yangu. Utashangaa upepo umegeuka. Usiku wa manane unashangaa vitu vinatembea huko. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya mara 7. Naomba nikwambie, sio lazima mara 7, lakini nakwambia kwa sababu mimi nimezoea kufanya hivyo. Naomba nikwambie, ukishaita damu ya Yesu mara 7, hakuna kinachoweza kusimama. Hali inabadilika. Ugonjwa umekuja ghafla, kifua kinawaka moto, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Usiache kutamka na kunena damu ya Yesu. Wakamshinda yule adui, mpiganaji vita, kwa damu ya mwana kondoo, ambao ni damu ya Yesu Kristo, na kwa neno la ushuhuda wao. Kwenye damu ya Yesu kuna ushindi. Si wengine, tukiwa katika kuendesha gari, unakutana na ngoma zimekaa vibaya, unajua inaondoka hii. Damu ya Yesu, damu ya Yesu imeondoka. Unakuta unatembea unakosa amani, una amani kabisa. Ita, amua kutamka, tamka kwa nguvu zako zote, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Acha yote, acha kelele zozote, mwangalie Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ukimaliza unashangaa amani imetokea. Kuna muujiza, kuna maajabu kwa damu ya Yesu. Na naomba nikwambie, yote yanawezekana kwa imani. Imani ni nini? Kile alichokisema Baba yangu kupitia neno lake ndicho atakachofanya. Natamani kuanzia leo, amua kubadilika namna unavyofikiri, namna unavyowaza, alafu mruhusu Yesu Kristo apate kuongoza akili yako yote. Tusimame. Neno lako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, nainua mikono juu, naomba unichunguze kama kuna chochote cha adui ndani yangu. Ng'oka hasira mbaya, ng'oka maumivu mabaya, ng'oka tabia mbaya, ng'oka kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu ingia kwangu kwa upya asubuhi ya leo. Washa moto, haribu kazi za shetani katika jina la Yesu. Sema, Baba, nimesikia neno lako asubuhi ya leo. Ninafanya maamuzi na nimeamua kumwangalia Yesu tu, kumwangalia Yesu tu. Sitageuka nyuma, ninaenda mbele. Ewe magonjwa, mimi sina undugu na wewe. Toka! Ewe tabia mbaya, uchafu, aibu, maumivu, out! 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 Baba, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya maisha ya ushindi ya Kikristo, maisha ya ushindi katika jina la Yesu. Naomba kuanzia leo nikawe na akili njema, nikawe na akili yenye utulivu, ili kutimiliza kusudi lako.
Baba, ninamkataa shetani katika mikono yangu, katika miguu yangu, katika jina la Yesu. Ninamwamuru toka, shindwa milele. Muombe Mungu kwa ajili ya maisha yako. Unajua unatakiwa mkemea. Pambana vita, pigana kwa mikono yako. Ita damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ongea na Bwana Yesu asubuhi ya leo. Itia damu ya Yesu sahihi. Reba sekoria na rabosha, remesa koria na rabosha koria, reka bakare na reba siondo robo, reka bakare na reba roba siondo robo shekoria na raba, rako bakare na rabose, remesa koria na rabosha koria na raba, reka bakare reba siondo robo, rako bakare na rabo, katika jina la Yesu. Reke bakare na rabo, remesa koria na raba siondo robo, rako bakare na raba, katika jina la Yesu. Reke bakare na rabosha, reke reba siondo robo, reba siondo robo shako, rako bakare na rabo, reba siondo robo shekoria na raba, katika jina la Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Rebo sakori enda rabajina rabusa. Baba, watu hawa hawajatoka nyumbani kuja kwa mwanadamu. Wamekuja kwako kukuabudu, kukutukuza. Na saa hii Baba wamenyosha mikono juu. Yes, ninaona vita katika mikono yao. Baba, kwa ajili ya mama huyu na baba huyu, ninafuta vita katika jina la Yesu. Kila mamlaka ya giza iliyokamata uchumi wao, achia kwa asubuhi leo kwa jina la Yesu. Adui ambaye anafuatilia maisha yao, kwa mamlaka ya jina la Yesu, moto wa Mungu juu yako adui. Mwachie mama huyu, mwachie baba huyu, achia afya yake, achia roho yake, toka kwa jina la Yesu. Yes Baba, ili giza naloliona, damu ya Yesu nena mema kwa ajili yao. Damu ya Yesu nena kwa ajili yao. Baba, hii kamba ambazo zimefungwa kwenye mikono yao, ninazikata leo, ninazitengua leo. Minyororo migumu achia katika jina la Yesu. Baba, naomba wakawe huru wanapotoka kwenye ibada hii. Natamka wamebarikiwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Chochote wanachofanya kuanzia sasa, neema ya Mungu iko juu yao. Baba, naomba uso wako ukapande kwenda na kila mmoja, ukawaepushe na yule mwovu. Wamebarikiwa mjini, wamebarikiwa shambani, wamebarikiwa watokapo, wamebarikiwa waingiapo. Roho Mtakatifu wa Bwana, ninawabariki watu hao, ninawabariki watu hao, ninawabariki watu hao katika jina la Yesu. Ninachukua roho zao, mili, nafsi zao na vichovya katika damu ya Yesu. Ama neema yako ikaende pamoja nao, asiwepo kupata ajali, asiwepo kufa kabla wakati. Ulinzi wako kazingire maisha yao Baba, ukawajalie neema ya kudumu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na wote tuseme amen mara tatu. Amen, amen, amen. Mshangilie.